mtu wa kawaida kama mimi sina cha kuwalipa, kwa sababu nimeanza sasa mwaka wa pili nikifanya hizi harakati zangu kama mwanaharakati huru. Nyinyi waandishi wa habari ni watu muhimu sana kwa mimi, lakini pia watu muhimu sana kwa serikali yetu, ni watu muhimu sana kwa bara la Afrika. Tunapokuwa tunajenga nchi lazima tujenge pamoja. Mimi na nyinyi lazima tujenge pamoja. Nawashukuru sana kwa ushirikiano wenu, na sijui niseme nini, lakini nawashukuru sana. Mimi kwa majina naitwa mwanaharakati huru Cyprian Majura Musiba. Niko hapa kuzungumza na Watanzania wenzangu kupitia vyombo vya habari kwa sababu nimetuhumiwa na naendelea kutuhumiwa na watu wanaojiita wazee wa taifa. Narejea tena, na watu wanaojiita wazee wa taifa. Sasa nitamchambua mmoja mmoja katika wazee wa taifa, ingawa mimi najua mzee ni mmoja tu, anaitwa hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Huyo ni mzee namba moja wa Tanzania. Wa pili anaitwa Abeid Amani Karume. Hao ni wazee wetu. Mzee mwingine anaitwa Mheshimiwa Benjamin William Mkapa. Mzee mwingine anaitwa Ali Hassan Mwinyi, Akaya Mrisho. Hao ndio wazee wetu ambao kwa namna yote ile lazima tuwaheshimu. Katiba inawalinda na kuheshimu, na lazima tuheshimu. Sasa kumekuwa na mjadala, ndugu wa Tanzania wenzangu na waandishi wa habari mlioko ndani na nje, kuhusu mimi, kana kwamba mimi ni tatizo katika nchi yetu. Lakini mijadala kama hii haiwezi kurudi silaha. Mimi sio wa kwanza kwa mjadala. Sasa niliwahi kusema kwamba kuna Watanzania wachache walioko ndani ya Chama cha Mapinduzi na wengine wako serikalini, lakini pia na baadhi yao wanashirikiana na vyama vya upinzani wakiwa na ajenda ya kuidhoofisha serikali ya Tanzania, serikali ambayo imechaguliwa kidemokrasia, serikali ambayo imechaguliwa kihalali na wananchi wa Tanzania. Nimetaja sana majina, nimeyataja sana mara nyingi, nimekuwa nataja sana, na watu walidhani mimi ninataja tu majina ya wapinzani. Lakini mimi nilisema siwezi kuongelea wapinzani peke yake, kwa sababu nchi hii inajengwa na Tanzania wote, wapinzani na sisi. Na kuna wakati niliwataja hao wazee wanaojiita wazee wa taifa, hawakuibuka. Nikasema kwamba kuna mikakati ya kutaka kumdhoofisha Mheshimiwa Rais kupitia mkutano mkuu wa CCM, wakaibuka. Sasa ninawachambua mmoja baada ya mwingine. Wa kwanza, mtakatifu huyu anaitwa January Makamba. Kwanza, kabla ya kuzungumzia habari zake, naomba niseme kwamba yaliyokuwa kwenye waraka yote, hakuna hata jambo moja maana. Ni mambo ya kitoto. January Makamba, huyu jamaa alikuwa na harakati nyingi sana. Ndio kwa sababu nimeandaa kitu hapa, na ili nisitoke kwenye nani, naomba niwaelezee namna January Makamba asivyokuwa mwadilifu, na namna ambavyo ni sehemu ya watu waliofanya ufisadi katika nchi yetu. Lakini kwa sababu ni mtoto anatoka familia ya kiongozi, ni untouchable. Ilikuwa untouchable kwao, kwamba maskini akikosea tunawakuta zilea, lakini watu kama hawa, watoto wa viongozi, wakikosea wao wanakula bata, kazi na bata. Sasa utaratibu huo sasa haupo. Utaratibu sasa haupo. Nchini ya Watanzania wote
whether ni mtoto wa maskini au ni mtoto wa tajiri, ni Watanzania wote. Wote wana haki ya msingi katika nchi yao. Sasa bwana huyu January Makamba kuna kampuni yake, naomba niseme taarifa fupi ya mkopo uliotolewa kwa Bumbuli Development Corporation Limited BDC. Kampuni ya Bumbuli Development Corporation BDC iliandikishwa tarehe 18 mwezi wa 10 2010 na kusajiliwa kwa namba 79283. Wakurugenzi wa kampuni hiyo ni Mheshimiwa January Yusuf Makamba na Najim Zuberi Msenga. Tarehe 2 Februari 2015 kampuni hiyo ilipewa mkopo wenye jumla ya kiasi cha shilingi bilioni 1 uliotakiwa kurejeshwa ndani ya miaka 5. Mpaka kufikia Juni 2019 kampuni hiyo ilikuwa imerejesha shilingi milioni 100 tu. Mfuko umefanya tathmini na kugundua kuwa mkopo uliotolewa kwa kampuni ya Bumbuli Development Corporation Limited ulikuwa na mapungufu yafuatayo. Naomba msikilize Watanzania wenzangu muone namna watu walivyotafuna nchi. Kulingana na masharti na taratibu za NSSF, kiasi cha juu cha mkopo kilipaswa kuwa shilingi milioni 51.02, lakini kampuni hiyo ilipewa shilingi bilioni 1, na kati ya shilingi bilioni 1, shilingi milioni 100 tu ambazo ni sehemu ya riba ndizo zilizorejeshwa mpaka sasa. Hakuna uhakika kuwa kiasi cha shilingi bilioni 1 kiligawiwa kwa wahusika, yani wanachama wa BDC walikuwa 133. Kufuatana na matakwa ya kipengele 217.2 cha NSSF cha mwongozo wa utoaji wa mkopo wa aina hii, leseni ya biashara iliyowasilishwa ni kutoka wilaya ya Ilala na sio Lushoto. Yani kampuni ilisajiliwa Ilala sio Lushoto, lakini watu wako Lushoto. Tarehe 31 Mei 2018 mfuko ulipokea barua kutoka ofisi ya Tanga ikieleza kuwa ofisi ya BDC imefungwa. Mfuko umekuwa ukifuatilia hili bila mafanikio yoyote. Mnamo mwezi Machi 2019 mfuko uliandikia Wizara ya Kazi kuiomba serikali kuingilia kati na kumtaka Mheshimiwa January Makamba akiwa mmoja wa wakurugenzi wa BDC kulipa deni hilo. Hadi kufikia Juni 2019 deni la Bumbuli lilikuwa limefikia shilingi bilioni 1, karibu na milioni 5. Kati ya fedha hizo shilingi bilioni 1 ni mkopo halisi, yani principal. Shilingi milioni 289 milioni 752,552.04 ni riba, na shilingi 259 milioni 502,968.87 ni tozo, yani penalty. Januari anadaiwa bilioni 1 na milioni 500. Alichukua kwa ajili ya urais. Hiyo fedha ni ya wastaafu wa NSSF na mifuko mingine. Chukulieni angekuwa amechukua mwananchi wa kawaida, angekuwa Segerea. Ni sababu gani zinawafanya NSSF kwa mkurugenzi wake Erio anashindwa kwenda TAKUKURU, na kwa sababu shahidi upo akaiombe TAKUKURU impeleke mahakamani January Makamba? Ni sababu gani? Mahakama na mahabusu zipo kwa ajili ya masikini tu? Mahakama na mahabusu zipo kwa ajili ya familia maskini? Sababu gani inafanya huyu mwizi huyu, maana yeye ni mwizi huyu, kutopelekwa mahakamani na hizo fedha bilioni 1 na milioni 500, na wale watu 133 walioko Bumbuli hata mmoja kuweza kupata chochote na rekodi? Sasa mimi kama mwanaharakati huru, na ninaomba sana Watanzania wenzangu mnielewe, situkani watu. Haya mambo hayakuwa kawaida, kwa sababu ukiwa CCM wewe uguswi, ukiwa mtoto wa Kigogo wewe uguswi, wanaguswa watu wengine. Sijawahi kutukana mzee yoyote. Ninazungumzia mapungufu ya hao wazee, ufisadi waliofanya na namna walivyoidhalilisha nchi yetu. Bilioni 1 na milioni 500 zingejenga madarasa mangapi? Zingejenga hospitali ngapi? Zingesaidia wanafunzi wa vyuo vikuu ngapi? Zingezalisha wakina mama watoto wangapi? Leo January Makamba yuko nje.
Kwa nini asipelekwe mahakamani? Alitakiwa awe ndani, ashtakiwe. Sasa jambo lingine linalomhusu bwana, wakati yuko forest pale sekondari, kuna rafiki yake mmoja alikuwa Siza, alipigwa risasi kwa ujambazi. Naomba Januari ajibu, huyo Siza huyo ni rafiki yake au sio rafiki yake, na kwa nini aliuawa na akapigwa risasi chini ya kisigino hapo, kabla ya mzee wake kumhamisha kwa Morogoro Forest kumpeleka huko kwenda kusoma nje ya nchi. Kuna watu walikuwa wanataka kuwa marais waje watuvurugie nchi hii kabisa. Mtu hata aibu anataka kuwa rais, jambazi kama hizi, mambo ya ajabu kabisa. Mzee Yusufu Makamba alishiriki kuuza ardhi na jengo la CCM mkoa wa Dar es Salaam kwa kampuni moja ya mafuta inaitwa Oilcom, wakati huo akiwa mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam na mjumbe wa kamati ya siasa ya mkoa. Aidha, alihusika kuharibu taswira nzuri ya Chama cha Mapinduzi kwa kukidhoofisha na kugeuka kwa chama kisio na sifa, wakati akiwa katibu mkuu wa CCM kwa kuruhusu rushwa, ufisadi bila kujali historia iliyotukuka ya chama hicho. Alishiriki kuuza kadi za CCM kama njugu wakati wa kipindi chake, jambo ambalo lilipelekea CCM kupata wakati mgumu na wagombea sio na sifa. Ukipita pale Kariakoo umevaa shati la CCM wanakutukana fisadi, mwizi. Nani asiyejua hilo? Kwamba CCM kilikuwa kimekufa. Nani asiyejua? Makamba aje ajibu hizo hoja, sio kulalamika. Chama cha Mapinduzi kilikosa weledi wa kuongoza nchi hii kwa sababu ya sifa iliyokuwepo hapo nyuma kabla ya rais ajaye. Ilikuwa rushwa, ufisadi, dharau kwa watu. Watu walikuwa wanabambikiwa makesi. Yaani mtu wale maskini wale walikuwa wanabambikiwa kesi tu. Mabusu mle walijaa tu watu maskini kwa sababu ya kipindi chao cha kina Makamba. Leo hii Mheshimiwa Magufuli ameondoa Bunda pale kwa mfano. Walikwenda gereza la Bunda. Kulikuwa kesi watu wamebambikiwa 47. Watu wako mahabusu 47 gereza la Bunda. Mheshimiwa Rais Magufuli amefuta zote, kawaondoa gerezani. Na ni nchi nzima. Sasa hivi watu wanadhaminika, hakuna kesi sio dhaminika. Kama sio Magufuli, hao wanyonge wangeishije hawa? Magufuli ndiye amewafanya wanyonge wawe na furaha, wawe na amani. Wakati wa kina Makamba, mifuko ya simenti akienda kwa duka Wahindi anachukua tu mifuko 100 200, mimi ni katibu mkuu wa CCM. Anachukua. Rasilimali zote za chama wameshiriki kuziuza wao. Mheshimiwa Rais Magufuli amerejesha zote. Alafu mimi nikisema wanasema anatukana wazee. Ni mzee gani huyo? Na Nyerere tutamuita nani? Mheshimiwa Nyerere, Mheshimiwa Mkapa tutamuita nani? Mheshimiwa Mwinyi tutamuita nani kama wao ni wazee? Kwani Chama cha Mapinduzi kilikuwa na makatibu ngapi tangu historia yake? Kwa nini Makamba na Kinana? Kwa nini? Kwa sababu walitumia ofisi ya umma kufanya biashara na rushwa ikatamalaki wakati wao. Abrahamani Kinana, naomba muwe wavumilivu, maana hamjazoea. Alishiriki kuuza ardhi, alishiriki kuwatukana mawaziri mizigo. Nafikiri mtakumbuka. Kinana alikuwa akizunguka anasema mawaziri mizigo. Mawaziri mizigo, mawaziri mizigo. Akaleta taharuki katika serikali ya awamu ya 4. Nani alimtuma akawatukane mawaziri kwamba ni mizigo? Alikuwa na kashfa ya kuwa miongoni mwa Watanzania waliojihusisha na ujangili, madawa ya kulevya na muuzaji mkubwa wa Mandrax. Hiyo haijathibitika, lakini ndio zilikuwepo kashfa hizo kwamba Kinana anashiriki kuua tembo wetu. Chadema wamesema sana, Dr. Slaa. Wewe kitu ambacho kinashangaza sana, haya mambo mimi nayasema yalikuwa yanasema. Wanasema tunatukana wazee. Leo mtu mmoja yule ambaye kamchukulia Mariam Philip Njomba mke wake sisi Zitokabwe anamtetea Kinana leo. Zitokabwe huyo. Kabisa. Yeye ndiye alikuwa anaongoza mashambulizi ya Kinana kuua tembo. Tembo wetu wote walikuwa wanakufa kule. Walikuwa wanakaribia kuondoka. Faru wanataka kuondoka wote. Twiga wanapekwa kwenye ndege wanakwenda huko nje. Leo Zito anatetea mambo hayo kweli? Nonsense. Yaani Zito angekuwa karibu ningempiga kibao. Tunaambia kweli. Ni mjinga kabisa.
Wao ndio walikuwa wanapiga kelele kuhusu ufisadi na wizi, CCM mafisadi, wizi. Leo anakuja mwanaharakati huru kutoka familia maskini kabisa, situmwi na Ikulu, situmwi na serikali wala CCM. Naomba nirudie tena, mimi naongea hapa, situmwi na CCM, situmwi na Ikulu wala serikali. Serikalini kuna msemaji anaitwa Dr. Abasi, Ikulu kuna msemaji anaitwa Msigwa, CCM kuna msemaji anaitwa Polepole. Mimi ni mwanaharakati huru. Katiba ibara ya 18 inaruhusu Watanzania kuongea bila kuvunja sheria, na mimi naongea kwa nia njema sana. Na sijui kwamba Kinana alikuwa na meli ikamatwa huko inaenda Italia ikiwa na meno ya tembo. Kinana alihusika na uuzwaji wa mtambo wa kuchapa magazeti wa CCM. Hizo ndio hoja ambazo wanatakiwa waje wajibu, sio kunishambulia mimi. Ule mtambo uliuzwaje? Waliuzia kampuni inaitwa Jamana Printers na huko Mwanza. Huo mtambo waje wajibu hizi hoja, sio kunishambulia mimi mwanaharakati. Alihusika na upotevu mkubwa wa mali za CCM na alihusika katika mikataba mibovu iliyoingiza chama kwenye madeni makubwa. Alihusika na ukopaji wa pesa za uchaguzi zaidi ya bilioni 10 ambazo zilikuwa zinachangwa kwa siri bila kumhusisha mgombea wa chama. Zilikuwa zinatoka kwa Wachina na baadhi ya wafanyabiashara wenye asili ya Asia na makampuni makubwa ya nje. Nawaambia vumilieni, hii ni dawa, ngoja iwaingie. Kinana ajibu kuhusu mashine za kufulia zilizoletwa kama msaada wa wahisani kwenda kwenye hospitali ya Mount Meru, lakini msaada huo ukaibuka, akampa mdogo wake anaitwa Ahmed Nuru Kinana ambaye alifungua dry cleaner moja maarufu sana maeneo ya Metropole pale Arusha inaitwa VIP. Haya ndio wajibu haya, wasipanic. Anahusishwa na kampuni ya kitalii Atmas pamoja na kampuni ya Oil Energy ambazo zilipata mkopo kutoka Exim Bank, mkopo wa dola bilioni 1.5. Hao watu walikuwa na nchi wanataka, walikuwa wanafanya tu kama chaka hivi. Mkopo wa dola bilioni 1.5 dola kutoka Exim Bank. Hizo hela zilikwenda wapi? Anakuja rais ambaye walimhitaji muda mrefu, anajaribu kusema jamani, tufanye kazi, mambo ya dili imeishia hapo. Mheshimiwa Rais Magufuli halali anatembea mabarabarani kila siku ya Mungu. Kila siku yuko mabarabarani, anaongea na watu, anaongea na wafanyabiashara, anaongea na watu wa madini, anaongea sasa hivi ataongea na wafugaji. Mnataka rais wa aina gani katika Tanzania? Hakuna mtu anayedharau wazee, lakini wazee wapo na wazee wengine hawana busara wala hekima. Tanzania na rasilimali zake hizi ilikuwa mbali sana. Umri wa Tanzania ukijumlisha na kilichopo haviendani. Na ni kwa sababu gani? Kwa sababu ya watu kama akina Kinana, kwa sababu walikuwa CCM, wao walikuwa wahuswi, wakina Makamba wanakwenda misaada inakuja kutoka nje, wanachukua inakuwa ya kwao. Wanafanya biashara zao, wanafanya kwa maslahi ya watoto wao. Nchi ina watu wengi. Umaskini huu, hawa watu ni miongoni mwa watu waliosababisha maskini wa nchi yetu. Hivi naongea vibaya? Hivyo Tanzania mkiwa huko pembeni naongea jamani, yaani ufisadi huu, yaani hawa watu ni mafisadi. Mkipata mtu wa kuwazungumzia kwa uwazi, na nyinyi mnaungana na hao wezi. Sasa amekimbilia nini? Kinana sasa hivi sikakimbia huko nje. Na kama mjui, Kinana ni raia wa Canada na ni raia wa Tanzania. Wewe ulishawahi kumwona mke Kinana hapa Tanzania? Au watoto wake? Mnawajua? Sasa hivi yuko Canada na ni raia wa Canada na hawezi kurudi kwa sababu aliyofanya katika nchini mazito. Na mimi naongea kwa maslahi yenu. Nikifa hamtonisahau, mtasema jamani bwana ongea ukweli. Kwa sababu wote tutakwenda tu chini. Wote tutakwenda. William Ngereja alionekana akimtukana sana kwenye ile tape, amenitukana sana mimi. William Ngereja kanitukana sana. Lakini William Ngereja ni sehemu ya watu walioitikisa serikali ya awamu ya 4 kwa ofisa William Ngereja. Na labda kama mimi nashangaa sana ukimaliza kujaa na bila test, lakini Ngereja yuko nje na sielewi kwa nini. Ngereja anatakiwa ajibu hoja hii, na naomba ujumbe umfikie. Mke wake akiwa waziri wa nishati na madini waliiba bilioni 1
mke wake akaiweka kwenye begi, akawa anataka kwenda uwanja wa ndege pale aipeleke Kenya, kwa sababu serikali zile zilikuwa za kazi na bata. Mtu mmoja aliyekuwa pale uwanja wa ndege akamwambia, hizi amezipeleka wapi? Sikilize, kwa kusaidia tuna, kwa sababu mume wako ni waziri wa nishati, kapitie mpakani Kenya Tanzania. Huyo mama, yani mke wa Ngeleja, akachukua fedha zake akaenda mpakani mwa Tanzania, akaenda kuzifisha Kenya, mke wa Ngeleja. Alafu na yeye anahusikana eti na mkejeli rais. Ngeleja leo na mkejeli rais. Hivi mimi ningekuwa haki ya Mungu. Ngeleja unamkejeli rais leo? Nape Nnauye, nafikiri hakuna asiyejua kwamba aliwahi hadi kumwambia Lowassa kwamba atakufa muda wowote. Ana PhD ya kutukana wazee. Yaani ana PhD ya kutukana wazee. Leo yeye ndo anatengeneza waraka wa kuleta mkanganyiko kwenye serikali ya awamu ya 5. Nani asiyejua kwamba yeye ndo alikuwa anaweza kutukana wazee? Aliuza mtambo wa CCM wa kuchapa magazeti. Nape Nnauye ajibu hayo, ajaribu kujibu hayo. Aliwahi kumuita Lowassa kwamba atakufa muda wowote. Lowassa mpaka leo yupo anadunda. Mbona hakuoja hayo? Mbona tukaona waraka? Nani alikuwa na jeuri kama Nape? Yeye nani kwamba yeye, yani kuna watu wanajiona kwamba wao ndio walimsaidia Mheshimiwa Rais kuingia Ikulu. Mheshimiwa Rais alichaguliwa na Watanzania. Mheshimiwa Rais wa Tanzania wote walimchagua. Ndani ya Chama cha Mapinduzi kuna utaratibu. Na Mheshimiwa Rais Magufuli alijiuza mwenyewe, kwa sababu akiwa waziri wa ujenzi alijiuza, akiwa waziri wa mifugo na uvuvi alijiuza, kwa maana alifanya kazi, alikuwa ni kati ya mawaziri bora. Na utafiti ulifanyika na taasisi mbalimbali kwamba Mheshimiwa Rais wa sasa akiwa waziri ndiye alifaa kwa rais wa nchi hii, kwa sababu alikuwa waziri bora. Mheshimiwa Jakaya, labda niwarejeshe nyuma, aliingia kwa 81% Ikulu awamu ya kwanza. Awamu ya pili akaingia kwa 61%. Lakini wakati anakabidhi kijiti huyu bwana mkuu sasa, kwa sababu alikuwa na sifa ya kwake mwenyewe, akapata 58%. Lakini katikati hapa kulikuwa na wimbi gani? Ukweli lazima tuwe wa kweli. Tulipotoka tulijikwaa. Ukiamka asubuhi ufisadi, ukiamka asubuhi rushwa, ukiamka asubuhi majambazi wamechukua fedha asubuhi, ukiamka asubuhi si tu anakuwa kwenye ndege, ukiamka asubuhi si kuna tatizo hili, mikopo huko vioni, maandamano, si kila sehemu. Mwisho wa siku Chama cha Mapinduzi